Bila shaka uko vyema kabisa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Biomedia. Karibu tena kwa ajili ya kuangazia zile taarifa ambazo zimetufikia hii leo. Mimi ni Official Rose Dimba Katamati kwa ajili ya kuhakikisha basi unahabarika lakini pia unafurahia story na kufurahia basi channel hii ya Biomedia. Subscribe mtazamaji kama bado ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu. Channel hii inakusogezea habari mbalimbali kwa ajili ya wewe kuhabarika. Subscribe basi itakuwa inabamba ile kinoma noma. Bana, leo tuko na story ambayo siri imefichuka. Hali ya afya ya msanii Mavokali yupo hoi hospitalini bwana, kumbe katapeliwa huko Uingereza. Bana, kumekuwa na maswali ya kujiuliza mengi sana kunako mashabiki mbalimbali wa Mavokali, lakini pia na wale ambao si mashabiki lakini wamekuwa kijiuliza bana, huyu bwana kaenda wapi, imekuaje, habari zake ni nini? So leo tuko na story hii ambayo inahusisha moja kwa moja story ya Mavokali ambaye ni mwimbaji. Mavokali ametapeliwa na kampuni ya Uingereza. Aliingia katika msongo wa mawazo na meneja wa muziki wa Mavokali Jembe One ameweka wazi hilo na hali ya kiafya ya msanii wake kwa kusema kuwa alipatwa na tatizo la afya ya akili, ingawa kwa sasa anaendelea vizuri. Bana, meneja anakuambia huyu Jembe anasema ameingia na Mwananchi kuwa msanii wake alipata tatizo hilo baada ya kutapeliwa na kampuni moja hivi kutoka huko Uingereza inayofanya kazi ya usambazaji muziki ambayo hakutaka kuitaja jina kampuni hiyo ili hifadhiwa jina lake. Huku Mavokali akiahidiwa kufanya kolabo na wasanii kama Shakila, Maluma pamoja na Beyonce. Sasa hali yake kwa sasa anaendelea vizuri, sio vibaya sana. Jembe anasema tunaendelea kupambana naye ili aweze basi kukaa sawa, lakini akiwa peke yake ndio anakuwa na mawazo sana. So kwa madaktari wameweza kumsaidia kwa kiasi chake ili basi aweze kuwa sawa, kwa sababu alikuwa anapenda sana kukaa peke yake. Hiyo ni nukuu kutoka kwake Jembe, meneja huyo wa msanii Mavokali. Lakini pia meneja wa Mavokali ameendelea kusema kuwa Mavokali iliingia mkataba na kampuni ambayo ilijihusisha na kusambaza kazi za wasanii kutoka mataifa mbalimbali, mataifa tofauti tofauti, huku wakimwahidi Mavokali kufanya kolabo na mastaa mbalimbali bila mafanikio. So kampuni hiyo bwana ilimwahidi remix ya wimbo wa Mapopopopo kwa sababu tumeshafanya na Rayvanny, tukategemea kupata international artist wa kufanya naye remix. Walikuja na njia kwamba wanataka kumpa msanii ambaye atafanya naye remix. Wakaja na majina ya wasanii. Baada ya hilo tukaona ni kitu kizuri, basi tufanye nao kazi. Changamoto ni kwamba wasanii ambao walitajwa wakashindwa kuwafikia. Wakaja na wasanii wengine ambao kwenye mkataba hawapo kabisa. Kwa hiyo tulipoanza kuhoji ndio changamoto ilipoanzia hapo. Hayo ni maneno ya kwake Jembe, meneja wa msanii Mavokali, akiwa anazungumza kile ambacho kimejiri kwa msanii Mavokali. Anakuambia na amesema kwamba baada ya kutokuwa na maelewano basi na kampuni hiyo ilichukua hatua ya kuzifungia akaunti zote za msanii huyo. Anasema hiyo issue imekaa kisheria zaidi, lakini msaada ambao tunautegemea ni wa kisheria. Wanasheria ndio wanapambana ili hii issue iweze kuisha, kwa sababu sio issue ya jana au juzi, ni issue ambayo inafika mwaka wa pili sasa. Vitu ni vinazidi kuwa vigumu na wale watu wamezuia hela zetu. Tumeamua kuongea ili jamii iweze kuelewa. So mambo iko hivi, jamii ilikuwa kwenye utata wa hali ya juu na maswali sintofahamu. Mavokali kapatwa na nini, amepotelea wapi, mambo yake yakoje? Japo majuzi kati hapa tuliona akizungumza meneja Jembe wa msanii Mavokali kwamba basi wasanii wengine waweze kujitokeza kwa ajili ya kumsaidia Mavokali kwa sababu afya yake sio nzuri na mambo kama hayo. Hakueleza rasmi wala kwa wazi kwamba Mavokali nini ambacho kinamsumbua, ni ugonjwa gani na mambo kama hayo. Watu tukawa tunazidi kuingia kwenye wimbi la sintofahamu nini ambacho kimeweza kumpata msanii Mavokali, lakini basi wameamua kuweka hadharani ili jamii iweze kufahamu na kuchambua nini ambacho kimetokea kwa Mavokali, ili basi wale ambao wana uwezo wa kumsaidia waweze kumsaidia. Kumbe bwana amepatwa na changamoto ya afya ya akili. Ni kutokana ni nini? Ni yeye kuingia mkataba
mkataba na kampuni moja fulani hivi kutoka huko nchini Uingereza ambayo ilimwahidi vitu vikubwa lakini imeshindwa kutekeleza, na badala yake ni kama katapeliwa fulani hivi na hiyo kampuni, hali ambayo imesababisha yeye kupata msongo wa mawazo na kuingia kwenye wimbi la ugonjwa wa afya ya akili. So kwa wale ambao wanatamani kumsaidia Mavokali, basi wanaweza kumsaidia kupitia meneja wa kwake ambaye ni Jambo, anafahamika kwa jina hilo, kwa ajili ya kupata msaada Mavokali. Wako wengi ambao walifanya nao kazi, kina Rayvanny, lakini pia kina Diamond Platinum walikuwa na malengo mazuri tu na yeye, lakini mara tu baada ya kupotea kila mtu basi yuko na maisha ya kwake. Hivyo basi waweza kujitokeza watu kwa ajili ya kuweza kumsaidia huyu Mavokali, mambo mengine yaweze kuendelea. Ni tamati ya story hii kuhusiana na Mavokali. Hope umeweza kupata kile ambacho kwa upande wake kimejiri. Kama unataka kuzungumza basi kuhusiana na yeye, unaweza kuzungumza kitu kupitia uwanja wa comment hapo kwa ajili ya kuona unalipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu ya Bio Media. On the microphone ni official Rose D. Basi endelea kusubscribe, itakuwa inawaka na kupendeza ile kinoma noma, na kwa mtu kwanza kabisa kupata taarifa za kwetu pale ambako tunakuwa tumeziachulia hapa. Hope umeenjoy, endelea kusubscribe na kutufuatilia Facebook pamoja na TikTok. Jina ni moja tu, Bio Media. Muhimu ni kuhabarishana.